Shirikisho limekuwa la Morocco. Na shirikisho kama la Morocco wanakuwa na maagizo, sio kwenye ligi, sio kwenye nani, hata kwenye vilabu. Vilabu vinalalamika kwamba Morocco wao ndo wanapanga mambo yote. Wao ndo wanapanga mambo yote. Kama wanapanga mambo yote Morocco, ndio hayo unayoyaona leo. Ni aibu. Sielewa. Na aibu hii rais wa CAF walikuwepo, rais wa FIFA walikuwepo. Kama inawezekana mashirikisho ya barani Afrika ya ukanda huu wa huku tujitenge nao. Umenisoma mpaka hapo? Umeelewa? Wewe uko makini ujue. Kuwa makini. Sasa vitu vizito hapo. Wewe unaona uko mbali. Tujitenge nao kivipi sasa? Mimi ninapozungumza na nyinyi nazungumza vitu vizito ujue, vya kinchi. Vitu. Ndio hivyo sasa nakuona wewe uko makini unaponiangalia. Ukiangalia pembeni unanitoa kwenye mada. Iko hivi. Mashirikisho ya barani Afrika wajitenge na Waarabu. Kwa nini sasa? Mpira huwezi kwenda. Wewe kwa tukio la jana, vilabu vinalalamika sana kuhusu Morocco. Timu ya taifa jana umeona kilichofanyiwa. Kwa hiyo mnashinda kuelewa kwamba sijajua viongozi wetu wa mashirikisho wanafanya kazi gani. Sijajua wanafanya kazi gani. Kwa sababu ile ni aibu kubwa, ni aibu ya dunia na mpira wa Afrika ni aibu kubwa. Matukio ya Stars hayaangaliwi, yanaenda kuangaliwa. Matukio yao waende kwenye viara kuangalia. Hii ni aibu kubwa. Alafu nashangaa watu wamekaa na tai pale juu na viongozi wako pale wanaona sio fair. Kwa nini sasa imekuwa vile? Sio nyinyi mnaangalia klabu tu, sio klabu, sio timu ya taifa, hata vilabu vinafanywa hivyo hivyo. Tuliona Simba alifanywa hivyo hapa. Tena hapa akiwa hapa kwa nguvu kutoka kule kwenye shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo shirikisho la Afrika kwa design kama ya jana inabidi watu watoe sababu. Na likezana lijiuzuru. Ni aibu. Sasa nyinyi mnashangaa kwamba ni aibu. Sasa eti nyinyi mnaona kawaida. Tanzania ni watu wa ajabu sana. Ndio maana mimi nakwambia hivi Watanzania wafanyie wanavyofanya wala hawana shida yote. Hawana shida. Nimeshangaa captain baada ya kuambia wachezaji ile mechi kwamba tugome. Wangegoma dakika 5 bila mpira kuweka kati. Wangeenda kuangalia kwa VR angelazimishwa wangeenda. Unataka kubali wangetakiwa kugoma? Wewe bado hujaelewa. Yaani iko hivi. Captain angewaambia hivi kwa sababu benchi la ufundi lisha react tayari. Ndio. Umeelewa? Benchi la ufundi lisha kubali. Wamereact, wamesimama wote, wanataka kuingia kwenye kiwanja. Captain pale ingebidi yeye afanyeje? Awahamasishe wale wakae pembeni kwanza, msende kuanzisha mpira. Yule kwa vyovyote vile angeenda kuangalia kwenye VR penalty tungepata. Sasa jamaa kusudi lake linafanikiwa kwa sababu captain anahamasisha tuendelee na mechi. Sasa unafikiri kwa vipi? Bado hujaelewa tena. Captain analazimisha watu wacheze mechi. Dakika zile ingekuwa Mwarabu mechi isingechezwa. Sema ila sisi tuna matatizo. Lile tatizo la kwetu sisi. Mimi referee pale simlaumu tena. Sisi ndio tuna shida. Yale referee tena akae pembeni. Sasa wewe umeona kabisa mtu kasukumwa mpaka wale wachezaji wanaotoka Manchester ambao wamecheza ile timu Manchester Madrid wamekasirika na lile tukio. Yuko kuna watu wanapenda haki siku zote. Lakini mimi nashangaa eti captain anawaambia twendeni tukacheze mpira. Ni aibu. Utaanzisha mpira vipi? Benchi la ufundi limereact kwamba tukatae tumlazimishe yeye referee aende wapi? Akaangalia kwenye VR, lakini yeye Samata anaambia wenzake tuendelee na mpira. Mpaka tuanza kumchunguza yeye na matatizo gani. Kuna shida kubwa sana. Sisi jana tumepoteza pambano kwa uzembe. Uzembe wenu wenyewe. Kwa sababu dakika zile ukubali wao wasingecheza ile mechi na angeenda tu. Kwa sababu jamaa leo kwenye room ambaye ndio wasaidizi wake wanaambia kama unajiona vipi uriziki njoo angalie, yeye hataki kwenda. Yaani maamuzi yake yeye. Mbona zingine anaenda kuangalia? Lile kwa nini unakataa kwenda? Anakuambia hapana. Unakataa vipi siende kuangalia kwamba ni kweli ujiridhishe? Mstari umewekwa kabisa hivi kwamba umeonyesha kabisa kwamba lile ni penalty. Aende basi akajidhihirishe, hataki kwenda. Wachezaji basi onyesheni umoja wenu wa kulazimisha kuforce penalty iwekwe, hamfanyi. Benchi limeonyesheni mfano limesimama lote mpaka mtu kapaka kadi ya njano. Nyinyi hamtaki kwenda. Sasa mtalaumu nini sasa? Kwa hiyo mimi wakisha airport nitaambia nyinyi mlifanya uzembe, ule ni uzembe. Watu wanataka kufai kwenda robo finali. Pale sasa hamna cha kuangalia kwamba rais wa FIFA yupo, wa CAF yupo,
pale mnakaa pembeni. Mkikaa pembeni yule kwa sababu pesa uendelei. Kama uendelei ataenda tu, atapata aibu, ataenda kuangalia. Lazima aende. Sasa anaona nyinyi mnakubali kucheza. Sasa yeye afanyeje? Kwa hiyo tumepoteza pambano la muhimu sana. Kwanza hata hivyo tumeachieve target yetu. Target yetu tulikuwa ni 16 bora. Tumeachieve, tumeenda. Lakini kumbe kulikuwa na nafasi ya kwenda robo finali tena. Kulikuwa na nafasi hiyo. Tungepata ile penalty na tungeenda kwenye penalty. Wala wanatoka. Nakwambia wala wanatoka. Lakini ukiangalia na wachezaji wazuri. Sasa hiyo kama wachezaji wazuri wangetufunga nayo dakika 90 zile zote ungeona, lakini cha ajabu sisi ndio tumewakosa kosa. Haya, Msuva angepata ile goli. Ndio maana nikuulize kuhusiana na goli aliyokosa Msuva. Ni nafasi ya wazi kabisa. Ya wazi kabisa. Tena kwa nchi zingine ile ni kesi tena ile. Ni kesi kubwa. Kama uko Chile kwa Amerika Kusini, ile ni kesi kubwa. Mashindano hayo ndio mashindano ya kombe la dunia kweli, kombe la dunia la kwetu barani Afrika. Ile ndio kombe la dunia. Ndio hivyo. Sio Msuva mpaka Faisal sasa. Ile imegonga ngozi nani, mwamba imerudi. Ile sikumalizia tu. Kidogo tu. Mpaka yani si mpaka mpira unaisha ilikuwa ile 2-1. Kwa ni mistake za wachezaji pia hapa ni wachezaji wenyewe na mpira jinsi ulivyokuwa unaelekea, lakini kwa ujumla Tanzania inahitaji heko na sasa hivi Afrika tunazungumziwa. Na Gamondi tutakuwa naye tena kwanza kwa kifupi. Tulishindwa kuingia naye mkataba wa muda kabla, na sasa hivi tena mataifa mengi yatamhitaji kwenye national team pamoja na vilabu. Kwa sababu kwa ukuta ambao ulitengeneza jana na kwa wachezaji ambao wanacheza Morocco, wengi wanatoka Madrid, wengine wanatoka Manchester, lakini walishindwa kupenya kwenye ile ngome. Maana yake ni kwamba sisi tumekuwa vizuri. Kwa ujumla mashindano haya tumepiga hatua kubwa sana. Hata katika renki tutapanda kwenye renki kwa kasi kubwa sana. Renki inachouma wengi ndio tukio lile la dakika za mwisho. Jamaa alikuwa na maamuzi yake yeye mwenyewe, yeye kama yeye. Hilo ndio linalotuuma zaidi. Na Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa dhuluma ambayo ametufanyia jana na kule kwa kuumia kwetu, Mungu naye atampa jibu lake. Atampa jibu lake. Kwa sababu watu wameumia sana. Ndio maana hata yule mchezaji wa Manchester yule alikataa kabisa kupenda ile kitu. Kuna wachezaji mpaka leo duniani wanapenda haki. Ile kitu imewauma sana hata wachezaji, baadhi ya wachezaji wa Morocco. Unajua ushinde ukiwa na raha, sio ushinde kwa mipango, hata wao mwenyewe upendezewe. Wameshinda baada ya mechi kuisha walishangilia? Hawakushangilia. Kwa sababu wameona wenyewe wame nani. Na hata hiyo nusu finali hawataenda. Kwa design ile nusu finali hawataenda. Kwa sababu nahisi watakutana na Morocco. Watakutana na Simba wa nani wa Kameruni. Watakutana nao na jinsi nilivyowaona na kwa timu yao ile sidhani kama wataenda mbele. Sababu dhuluma waga iendi mpaka mwisho. Dhuluma ina kikomo chake, mpaka mwisho huwezi kwenda. Sasa mchungaji, kwa kumalizia sasa na mwisho tumzungumzie Gamondi kwa muda mfupi huu alikuwa kwa Taifa Stars, kwa uwezo wake. Gamondi ni kocha ambaye ameprove. Tuliona mechi ya Yanga na Mamelodi. Aliweza kutengeneza, aliweka approach kama ile na alifanikiwa. Dar es Salaam pamoja na Johannesburg alifanikiwa. Kwa hiyo Gamondi mechi kubwa akiamua kujipanga, hakuna mtu anaweza kamwe. Ni kocha ambaye ana mbinu kubwa mno. Jana ile mbinu aliyotumia mimi sijakuiona. Anastahili pongezi kubwa sana. Na tunasubiri